kwa kusababisha Nasibu aende mjini. Hatimaye nimefanikiwa kudaka ile video ambayo inamuonyesha Mkubwa Fella alivyokuwa anafunguka, jinsi ambavyo aliweza kumsupport Diamond Platnumz mpaka kufikia katika ile peak ya mafanikio ambayo sasa hivi Diamond Platnumz yuko nayo. Tunafahamu yeye ameweza kufunguka na kueleza jinsi ambavyo aliweza kumpambania Diamond kipindi ambacho alikuwa anakataliwa na media nyingine, na anasema kwamba walimpambania kwa kiasi kikubwa sana, akiwa yeye Mkubwa Fella pamoja na Babu Tale, na wakaacha mambo yao pembeni kama vile Tip Top Connection pamoja na TMK, wakaziweka pembeni, wakaamua kusimama na Simba ili kuhakikisha kwamba anaenda mjini, kwa sababu kipindi hicho kulikuwa kuna mengi sana ambayo ilikuwa ni kama vile figiso ambayo Diamond Platnumz alikuwa anafanyiwa. Before sijakuwekea hii video ya Mkubwa Fella ambayo alikuwa anaongea hapa, naomba nikukumbushe kidogo muda wangu wa maana kabisa. Tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe chini ya hii video. Baada ya hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile stories zote ambazo ni exclusive basi hapa unakuwa unazipata on time. Kwa hiyo usisahau tu kubonyeza neno subscribe hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba next video wewe unakuwa kwanza kabisa kuipata hapa kwa wakati sahihi kabisa. Sasa kama ambavyo nimeweza kukwambia kwamba wengi wanazungumza maneno tofauti. Kuna wengine wanasema kwamba huyu Mkubwa Fella haja contribute kwa Diamond Platnumz. Kuna wale ambao wanasema kwamba Mkubwa Fella amechangia kwa kiasi kikubwa sana na kumnyanyua Diamond mpaka pale alipo. Mengi zaidi yanazidi kusema huku, kila mmoja akizungumza la kwake, lakini watu wengi wanajiuliza kwamba ukweli ni upi. Kumbe ipo video clip ambayo Mkubwa Fella alifungukaga na kusema kila kitu, jinsi ambavyo waliweza kumsupport Diamond Platnumz, kumnyanyua mpaka kufikia hatua ambayo sasa hivi ameweza kuifikia. Tunafahamu yeye amesema kwamba mtu pekee ambaye alisimama naye katika kipindi ambacho media zinagoma kupiga nyimbo za Diamond Platnumz alikuwa ni Babu Tale, ambaye walipambana, wakaacha Tip Top Connection pembeni, wakaacha TMK pembeni, na wakaamua kusimama na Diamond Platnumz peke yake mpaka wakamfikisha Diamond katika level ambayo sasa hivi watu ndio ambao wanaomba kupiga nyimbo wao wenyewe. Yani sio Diamond tena ambaye anaomba nyimbo zake ziweze kupigwa katika media fulani, bali media ndio zinaomba kibali kutoka kwa Diamond Platnumz kwamba ziweze kupiga nyimbo zake. Sasa naomba msikilize hapa Mkubwa Fella kwenye hii clip, and then utaniachia comment yako kutokana na kila ambacho utakomeza kitazama katika hii video ambayo Mkubwa Fella anafunguka A to Z kwa ufupi kabisa kuhusiana na jinsi ambavyo waliweza kumsupport Diamond Platnumz. Lakini before sijakuwekea hii clip, naomba nikukumbushe kwa mara nyingine tena, kama hujasubscribe basi tazama chini ya hii video, kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utaniachia maoni yako baada ya kuwa umeweza kumsikiliza Mkubwa Fella kwenye hii video ambayo ilikuwa ni interview ambayo Sheikh kufanya na Wasafi. Kwa hiyo enjoy. Vizuri, labda nisemeje? Sisi tulimchukua Nasibu wakati huo, redio ilikataa kumpigia Nasibu nyimbo zake. Yaani Diamond azungumza. Inawezekana Nasibu hawezi kuwa anamjua, labda tuseme Diamond. Mimi na Tale nikasema Tale, Tip Top kwanza weka pembeni. Mimi TMK niweke pembeni. Twende na Nasibu. Tulitumia vyanzo tu kwa kusababisha Nasibu aende mjini. Mungu katushikia, Diamond kaenda mjini. Sasa hivi wanaomba wenyewe wapige. Kwa hiyo kikiwa kizuri watapiga. Na hizo changamoto zinazosema hizo zipo kwa takwa hawa. Maana sisi tunapiga ngoma za watu wengine. Wale watu wengine wanapewa sana nguvu huko kwingine. Hawa wapigwi.